Marekani yaendelea kuishambulia mfululizo Iran. Kanada yaimarisha sheria zake za mpakani kuhusu Ebola, yapiga marufuku raia wa kigeni waliokuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha siku 21 zilizopita kuingia nchini humo. Na hatimaye baada ya takriban miezi miwili na siku kadhaa, Hispania yaidhihirishia dunia kwamba ndio miamba ya soka duniani. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na Isabela Kabongagodi. Karibu Isabela. Naam, shukran sana Hamali Manyanza. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema imeanza usiku wa 9 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran. Awali jeshi la Marekani lililoko Mashariki ya Kati limesema kuwa mwanajeshi mmoja wa Marekani ameuawa siku ya Jumamosi nchini Iraq wakati wa zoezi la kulipua mabaki ya silaha ambayo haikulipuka kutoka kwenye ndege isiyo na rubani ya Iran iliyoangushwa. Mwanajeshi mwingine pia amejeruhiwa. Pia Iran imevifyatulia risasi mataifa ya Bahrain, Kuwait na Jordan, huku waziri wa ulinzi wa Israel akionya Tehran kuhusu jibu kali kwa ufyatuaji risasi kwenye ardhi yake. Rais Donald Trump wa Marekani amesema hawatawasaza. Wana makombora machache, wana ndege zisizo na rubani chache, wana uwezo fulani wa utengenezaji si mwingi. Sisi tunadhibiti lile lango la bahari, wao hadhibiti chochote. Kwa hivyo tutaona kitakachotokea, lakini tumewapiga kwa nguvu sana tena usiku huu. Jeshi la Nigeria limesema limezuia jaribio la utekaji nyara wa watu wengine katika shule moja katika jimbo la Borno, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi lilisema kuwa wapiganaji kutoka makundi mawili ya Kiislamu, tawi la Afrika Magharibi la Islamic State na kundi lilojitenga kutoka Boko Haram, walishambulia shule hiyo wasichana alfajiri. Maafisa wa polisi waliokuwa wakilinda shule hiyo mjini Mgongun wanatajwa kufanikiwa kuzuia shambulio la awali. Jeshi limesema baadhi ya wanafunzi waliuawa baada ya kupigwa risasi na washambuliaji hao. Maelfu ya watu wamekusanyika New Delhi wakisubiri maandamano yaliyopangwa kuelekea bunge ili kudai wajibikaji katika mfumo wa elimu ya India. Mamlaka hazijatoa idhini ya maandamano hayo na polisi wameonya kuwa watachukua hatua iwapo waandamanaji watajaribu kuandamana. Wafuasi wa vuguvugu la vijana la Cockroach wanataka waziri wa elimu Dharmendra Pradhan ajiuzulu kutokana na kuvuja kwa mtihani. Na maelfu ya watu wamefurika mitaani jijini Madrid na miji mingine nchini Uhispania kusherekea ushindi wa pili wa kombe la dunia kwa nchi yao. Maelfu ya watu wamekuwa wakisherekea hadi usiku kucha wakiwa wamejifunga bendera za rangi nyekundu na dhahabu za Uhispania, huku wakicheza kwa kuimba Viva Espana. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez aliandika kwenye mtandao wa kijamii, "Sisi ni mabingwa wa dunia. Timu yetu ya taifa ilikuwa bora. Asante timu yetu." Katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mechi, kocha wa Argentina Lionel Scaloni alishindwa kuzuia machozi yake alipotokeza kuwa matokeo hayo yanaweza kuashiria mwisho wa muda wake kama kocha wa timu ya taifa. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabela Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikutangazia kwenye FM redio ya shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia redio Muungano Beni na Elizad Radio. Nchini Uganda tunapatikana kupitia Voice of Karamoja, Voice of Mwabura, Radio Rila. Kenya ni Mwanedu FM, Nyota FM, na ukiwa nchini Tanzania unaweza kutupata kupitia Radio Kwizera na Radio Free Africa. Leo hii msikilizaji, uko nami Halima Nyanza, na kumbuka tu matangazo haya pia unaweza kusikiliza kupitia YouTube na Facebook BBC Swahili. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, kamandi kuu ya Marekani imesema imeanza usiku wa 9 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran. Wakati huo Kuwait nayo imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga imekuwa ikidungua mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Iran. Taarifa zaidi na Florian Kaijage. Jeshi la Marekani lililoko Mashariki ya Kati limesema mwanajeshi mmoja wa Marekani ameuawa siku ya Jumamosi nchini Iraq wakati wa zoezi la kulipua mabaki ya silaha ambayo hayakulipuka kutoka kwenye ndege isiyo na rubani ya Iran iliyoangushwa. Mwanajeshi mwingine pia amejeruhiwa. Tunajisikia vibaya sana, lakini unawajua wale
watu wakuu, wale wazalendo wetu ambao wako kule nje wakipambana ili Iran isipate silaha ya nyuklia. Jeshi hilo liliongeza kuwa limepata mabaki ya miili ambayo haijatambuliwa nchini Jordan kufuatia shambulio lililotokea kwenye kambi ya Marekani nchini humo siku ya Alhamisi. Rais Trump alisema kwamba Marekani haijawasaza Iran katika makabiliano hayo. Iran imeharibiwa vibaya sana. Wamepoteza karibu kila kitu kijeshi. Wamebakiwa na vitu vichache sana. Wana makombora machache, wana ndege zisizo na rubani chache, wana uwezo fulani wa utengenezaji simu. Hapo awali jeshi hilo lilikuwa limeripoti kuwa wanajeshi wawili walikuwa wameuawa na mmoja alikuwa hatambuliki alipo katika shambulio hilo. Florence Kaijage. Kanada itaimarisha sheria zake za mpakani kuhusu Ebola kuanzia leo Jumatatu Julai 20 kwa kuwazuia watu kutoka mataifa ya kigeni ambao walikuwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha siku 21 zilizopita kuingia nchini humo. Taasisi inayoshughulika na afya ya umma nchini humo imesema hatua hiyo inalenga kupunguza hatari za virusi hivyo vya Ebola kuingia nchini humo. Zaidi na Skola Kisanga. Hatua hiyo ya kupiga marufuku raia wa kigeni waliotokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika juhudi za kupambana na Ebola inatekelezwa chini ya sheria inayohusiana na safari za anga ambayo inalazimisha mashirika ya ndege kuzuia abiria walioathirika kupanda ndege. Hata hivyo, raia wa Canada na wale wenye vibali vya kuishi nchini humo wataruhusiwa kuingia, lakini kwa masharti ya uchunguzi wa afya zao na kukaa karantini kwa siku 21. Sheria hizi zinaelezwa kuwa kali zaidi ya hatua zilizochukuliwa awali mwishoni mwa mwezi Mei mwaka huu, ambapo wasafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda, Sudan pia walitakiwa kukaa karantini kwa siku 21. Sheria hii ya sasa inaonekana kuwa kali zaidi kutokana na kuwazuia kuingia raia wote wa kigeni waliotoka DRC. Nchi jirani ya Canada ambayo ni Marekani inaonekana kuchukua hatua kali zaidi. Siku ya Jumanne Julai 14, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa kilithibitisha kuwa raia wa Marekani walio kwenye hali ya hatari katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda ama Sudan Kusini hawataruhusiwa kurudi nyumbani hadi watakapokamilisha siku 21 za kukaa karantini wakiwa katika nchi ya tatu. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, virusi vya Ebola ambavyo vilitangazwa Mei 15 mwaka huu vimesababisha maambukizi kwa watu 2667 katika majimbo matano nchini humo, huku maambukizi mapya kulingana na taarifa zilizochapishwa Julai 17 ni 86. Mpaka sasa idadi ya waliokufa ni 893 na wagonjwa 412 wakipona virusi hivyo. Jimbo la Ituri bado linaendelea kuwa kitovu cha ugonjwa huo, huku taifa jirani la Uganda limeruhusu kutoka hospitali mgonjwa wake wa mwisho, na kwa sasa inasubiri siku 42 zitimie bila maambukizi mapya ili iweze kutangaza kuwa haina ugonjwa huo. Sudan Kusini nako hakujaripotiwa mtu mwenye maambukizi ya virusi vya Ebola, lakini inasalia kuwa nchi yenye hatari kubwa kutokana na mipaka ya taifa hilo kutokudhibitiwa ipasavyo. Skola Kisanga. Dawa za kulevya ya kutengeneza kwenye maabara itwayo fentanyl inaua maelfu ya watu nchini Marekani kila mwaka, na mwanamume mmoja anayetajwa kuendesha usambazaji mkubwa zaidi wa dawa hiyo kwenda Marekani kupitia nchini Mexico ni raia wa China. Zhang Zidong anajulikana pia kama mfalme wa fentanyl. Anatuhumiwa kujenga mtandao mkubwa wa kihalifu unaounganisha viwanda vya kemikali vya China na makundi ya walanguzi wa dawa za kulevya wanaofurika Marekani na dawa hiyo. Anasubiri kesi yake nchini Marekani na ameakana mashtaka hayo. Isabella Magodi anawasilisha taarifa uchunguzi ya Sean Yuan na kitengo cha BBC Global China. Wimbo ni wa Narco Corrido unaosimulia jinsi jiji la Culiacan ulivyotumbukia kwenye wimbi la machafuko kutokana na vurugu za magenge ya dawa za kulevya. Ni hapa Culiacan ambako kwa mujibu wa vyombo vya dola, raia mmoja wa China alikuwa mhitimu wa mojawapo vyuo vikuu vinavyoheshimika zaidi nchini humo. Alikuwa miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa zaidi wa dawa za kulevya duniani. Kwa mujibu wa wachunguzi, mtu huyo Zhang Zido anayejulikana pia kwa jina la utani Ndugu Wang alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuingiza kemikali za kutengeneza fentanyl nchini Mexico. Mwanachama mmoja wa genge la dawa za kulevya ambaye sauti yake imeigizwa upya kwa sababu za usalama anasimulia. He came to talk to the bosses. Alikuja kuzungumza na wakubwa, alikuwa anawapa bidhaa zake. Aliwafungulia mlango wa dawa mpya. Dawa hiyo mpya inaitwa fentanyl, opioid ya kutengenezwa maabara, ambao katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita
imehusishwa na vifo vya mamia kwa maelfu ya watu nchini Marekani. Mmoja aliyofanya kazi na ndugu Wang anasimulia zaidi. That's when it started generating jobs. Ndipo ajira zikaanza kupatikana kwa ajili yetu. Watu walimpa majina ya heshima, walimwita namba 1, mfalme wa fentanyl. The king of fentanyl. Figures like Brother Wang. Victoria Dittmar ni mtafiti wa taasisi ya Insight Crime yenye makao yake makuu Mexico City. People like him are key to the supply chain. They understand how Watu kama yeye ni kiungo muhimu katika mnyororo wa usambazaji. Wanafahamu namna ya kufanya kazi ndani ya mfumo wa makampuni ya kemikali nchini China, jambo ambalo ni gumu kwa mtu kutoka nje. Alikuwa dalali aliyewaunganisha wafanyabiashara wa dawa za kulevya wa Mexico na wasambazaji wa kemikali kutoka China. Wakati huo huo alikuwa na mtandao mkubwa pia nchini Marekani. Hilo ndilo linalovutia zaidi kwa sababu kesi yake ni ya kipekee. was striking about his case because it's quite unique. Baada ya uchunguzi ulioongozwa na shirika la Marekani la kupambana na dawa la kulevya DEA, Zhang Zidong alikamatwa nchini Mexico na kufungwa gerezani. Hata hivyo, baadaye alihukumiwa kifungo cha nyumbani jijini Mexico katika mazingira yaliyozua maswali mengi. Akiwa huko, alitekeleza mpango wa kutoroka uliowashangaza wengi. Alichimba handaki lililounganishwa na nyumba aliyokuwa akizuiliwa na nyumba ya jirani, kisha akasafiri kupitia Cuba hadi Urusi. Aligunduliwa kutokana na nyaraka za utambulisho zilizoghushiwa na hatimaye akarejeshwa nchini Marekani ambako bado anasubiri kusikilizwa kwa kesi yake. Tulimuuliza mtengenezaji mwingine wa fentanyl aliyeshikilia nafasi ya juu ndani ya genge hilo kama kukamatwa kwa Zhang kulivuruga mtandao wa usambazaji wa kemikali. Yes, the business is affected because he is the one with... Ndiyo, biashara iliathirika kwa sababu ndiye alikuwa kiungo chetu. Je, tayari mmempata mtu mwingine? They are talking about a person. Kuna mtu anayezungumziwa, lakini kwa usalama wangu siwezi kumtaja. I can't say. Unaweza angalau kusema kama ni raia wa China? Yes. Ndiyo. Zhang Zidong amekana mashtaka yote yanayomkabili na bado anazuiliwa katika gereza la serikali ya shirikisho nchini Marekani akisubiri kesi yake kusikilizwa. Tulimtafuta wakili wake kuzungumzia kesi hiyo, lakini kutokana na kesi hiyo kuendelea mahakamani, alikataa kuzungumzia swala hilo. Nam ni Isabela Mwagodi anatupa nafasi moja kwa moja kuangazia michezo na Florian Kaijage. Karibu. Asante sana Alimanyanza. Na kombe la dunia limetamatika baada ya mwezi mmoja na wiki moja wa heka nyingi. Mtanange usiku wa manane, na Hispania au wanapenda kujiita Hispana ndio mabingwa wapya wa kombe la dunia baada ya kuwabwaga waliokuwa mabingwa watetezi Argentina kwa bao 1-0 lililopatikana katika muda wa nyongeza baada ya dakika 90 kumalizika, ubao wa matokeo ukisomeka 0-0. Licha ya Hispania kutawala mno mchezo huo na kumiliki mpira watakavyo kiasi cha Argentina ya Lionel Messi kutopiga mkwaju wowote uliolenga lango. Ushindi huo uliibua shangwe kwa Hispania ambao pia ni mabingwa wa Ulaya kote duniani, hususan katika miji tofauti nchini Hispania. Kombe la ubingwa lilikabidhiwa kwa nahodha Rodrigo Cascante maarufu Rodri na rais wa FIFA Gianni Infantino na rais wa Marekani Donald Trump. Rodri pia ameibuka mchezaji bora wa mashindano. Pau Cubas pia wa Hispania mchezaji chipukizi, wakati Unai Simon amenyakua tunzo ya mlinda lango bora. Huyo pia ni wa Hispania. Naye Kylian Mbappe wa Ufaransa ndiye mfungaji bora wa mashindano haya kwa magoli 10, akimpiku Messi aliyefunga goli 8. Meneja wa Argentina Lionel Scaloni ameondoka kwenye mkutano wake na waandishi wa habari baada ya mechi, huku akilia alipokuwa akizungumzia mustakabali wake baada ya kushindwa kutetea ubingwa wa dunia. Scaloni mwenye umri wa miaka 48 alikuwa akisaka kuwa meneja wa pili pekee katika historia kutetea ubingwa huo baada ya kusimamia ubingwa wa Argentina wa 2022 nchini Qatar. Mkataba wa Scaloni unaisha Desemba mwaka huu na aliingiwa na hisia kali alipoulizwa kuhusu mustakabali wake. Nahodha wake Messi pia alionekana akiubujikwa machozi mara baada ya kupokea medali ya fedha ya mshindi wa pili, na kabla ya hapo alionekana ameketi uwanjani kwa huzuni kubwa kwa kupoteza fursa ya kuwa nahodha wa kwanza kutoa ubingwa wa dunia mara 2 na nchi yake kuwa ya 3 kutetea ubingwa tangu Italia ifanye hivyo 1934 na 38 na Brazil 1958 na 62. Kwa upande wa burudani sasa, nyota kadhaa wa muziki wa pop kama vile Madonna, BTS, Shakira na Justin Bieber walitumbuiza maelfu ya watazamaji katika fainali ya kombe la dunia wakati wa mapumziko yaliyorefushwa hadi dakika 30 badala ya 15 za kawaida, na kuleta hadhi ya ushindani mithili ya lile tamasha la
Super Bowl. Shakira alikuwa pia na watoto wale wanaitwa Ghetto Kids wa Uganda wale. Walikuwepo na mbwembwe zao. Madonna aliyeimba wimbo wake maarufu wa Music alionekana akitokea kwenye njia ya chini ya uwanja akiwa ameungana na magwiji wa soka wa Brazil Ronaldo na Ronaldinho. Tanzania leo ratiba ya ligi kuu msimu ujao. Utakumbuka kuna mataifa ya Afrika, Tanzania, Kenya na Uganda. Kwa hiyo unapaswa kuanza mapema na kumaliza mapema. Dondoo za michezo asubuhi ya leo kwa Halima Nyanza. Shukrani sana Kajage. Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Marekani yaendelea kuishambulia mfululizo Iran. Kanada yaimarisha sheria zake za mpakani kuhusu Ebola, yapiga marufuku raia wa kigeni waliokuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha siku 21 zilizopita kuingia nchini humo. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Na msikilizaji, kama ulivyotoka kumsikia Florian Kaijage, maelfu ya watu wamefurika mitaani jijini Madrid na miji mingine nchini Hispania kusherekea ushindi wa pili wa kombe la dunia kwa nchi hiyo. Maelfu ya watu wamekuwa kusherekea mpaka alfajiri ya leo hii. Na katika gumzo basi asubuhi hii tunaangazia mchezo wa fainali ulivyokwenda na fainali zenyewe kwa ujumla zilivyokuwa. Omari Mkambara amezungumza na wachambuzi wa soka Musa Mwakisu na Modric Bukwa, ambaye anaanza kuelezea ni kwa vipi Hispania waliwabana Argentina na hatimaye kuondoka na kombe. Spain walikuwa bora na kuwafanya Argentina kushindwa kuwa makini kwenye mchezo, kwa sababu kwa idadi kubwa ya mchezo wao ndo walikuwa wameweza kuumiliki mchezo kuanzia mpira unaanza mpaka mpira unaisha, lakini pia kutengeneza mpango mkakati kuhakikisha kwamba safu ya kiungo ya Argentina haiwi na umiliki mkubwa wa mpira, kitu ambacho ulikuwa unaona Argentina wakipata mpira wao unakwenda kupotelea kwenye eneo la katikati ya kiwanja. Ilikuwa ni ngumu kuweza kumfikia mlinda lango wa Hispania Unai Simon, kwa sababu tayari wameshatengenezewa mpango mkakati wa kuwekewa pressure kwenye eneo lao la kwanza. Wanapoanza mpira unaona kuna wachezaji wengi wa Hispania wanakwenda kuweka shindikizo, lakini wanapopata mpira kwenye eneo la katikati ya kiwanja, mtu kama Rodri amefanya kazi kubwa sana kwenye takriban dakika 90 ambazo amecheza, kuwafanya wa viungo wa Argentina kina Paredes, kina Enzo Fernandez kutokuwa makini muda mwingi wakiwa na mpira mguuni, na hatimaye kushuhudia vitendo kama hivyo ambavyo mwisho wa siku tunakuja kusema hasira ama ni tabia yao asilia, kwa sababu walikuwa wanalazimisha mambo na badala yake wakajikuta wanapata adhabu kama hizo, kupata kadi nyekundu. Lakini mtu kama Martinez unaona anaumia, mtu kama Romero anashindwa kuendelea na mchezo. Kwa hiyo ni wakati ambao unapaswa kumsifia De La Fuente, ametengeneza mpango mzuri wa kiuchezaji toka michuano inaanza, amekuwa ni na timu bora, lakini pia ameendeleza kile ambacho wamekifanya kwenye hii michuano ya kuwa na safu bora ya ulinzi, kwa sababu hawajaruhusu bao kwenye huu mchezo na wanaandika rekodi ya kuruhusu bao moja pekee kwenye hii michuano ya kombe la dunia. Ndio timu pekee ambayo imeruhusu bao, yani mabao machache, kwa maana wameruhusu bao moja. Kwa hiyo ni mechi ambayo Spain wanapaswa kupewa sifa nyingi zaidi kwa namna ambavyo wamewafanya Argentina kutokuwa bora. Lionel Messi hakuonekana na ubora wake wote ambao tumemshuhudia, hakukuwa na nyakati nzuri zaidi timu ya Argentina inapokuwa na mpira, hajakuwa na uhatari anapolitazama lango la Hispania. Rodrigo Di Paul, unamtazama mtu kama Simon ambaye ameingia kipindi cha pili mwishoni kabisa, lakini bado hakuwa na mchango mzuri. Na ukitazama namna ambavyo Argentina walikuwa wanacheza, ilikuwa ni kama walikuwa wanasubiri dua za Mungu tu zijibiwe, afike hatua ya mikwaju ya penalty, pengine wakajitetee kwa namna hiyo. Lakini bado historia zinaendelea kuishi na zimeishi kwenye mazingira mazuri kwenye kikosi cha Hispania. Sawa. Leo De La Fuente nilizungumza pale mwanzoni ni kwamba yeye alikuwa ni mkufunzi wa kocha wa Argentina Lionel, wakati Lionel anajifunza ukocha. Kwa hiyo hajawahi kutokea master akazidiwa na mwanafunzi wake. Kwa hiyo mwalimu ameweza kumuonyesha mwanafunzi kwamba mimi bado ni master. Argentina wamekuwa chini sana. Musa, wewe tathmini yako kwenye dakika hizi 90 mpaka 120 ya mchezo unaiweka vipi? Yaani umiliki mkubwa wa mchezo kutoka kwa Hispania, walikuwa wana ubora kwenye maeneo yote, eneo la kujilinda, eneo la katikati ya kiwanja na eneo la kushambulia. Sema kitu pekee ambacho walichokosa katika eneo la kushambulia
ni wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kujitengenezea nafasi na kuweza kuzitumia. Torres amefanya kazi nzuri baada ya pasi nzuri ya kichwa ya Williams, lakini unaweza kurejea tukio la Williams kukosa nafasi nzuri ya kwenda kuimaliza mechi. Matokeo yake ule mpira ukajigonga ukaokolewa na walinzi wa Argentina. Lakini kwa ujumla Argentina walikuwa bora katika maeneo yote, kwa sababu mpaka dakika hizi 120 zimemalizika, hakuna shuti lolote lililolenga lango kutoka kwa Argentina. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba mashambulizi yao Argentina hayakuwa vizuri, labda kwenye ulinzi, lakini kitu pekee ambacho kingeweza kuwarejesha mchezoni ilikuwa ni pale ambapo Hispania walipopata bao la kuongoza. Unaweza kuona kuwa Hispania wakawa wanarejea kwenye eneo lao la kujilinda. Ile fikra yao ya umiliki wa mpira kidogo ikawa inapotea. Kuna baadhi ya matukio wachezaji wao walikuwa wanacheza rafu, mfano kama Williams, unaona kabisa kwamba kama vile ameingiwa na mchezo na mazingira yake. Kwa hiyo kwa ujumla ulikuwa ni mchezo mzuri sana kwa Hispania. Nafikiri inawezekana tokea michuano hii ya kombe la dunia kuanzishwa, inawezekana kwamba hiyo timu ya kwanza labda Argentina kushindwa kulenga lango kwenye fainali ya michuano ya kombe la dunia kutokana na historia jinsi inavyoonyesha. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni fainali fulani ambayo unaweza kusema labda ilikuwa ngumu lakini nyepesi. Ukiitazama kwenye makaratasi unaiona ni ngumu, lakini ukiitazama kutazama ule mchezo unaona kama vile Hispania walikuwa wana nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuimaliza mechi katika dakika zote 90, lakini kuna baadhi ya nyakati unaona kabisa wenyewe nao wanakosa watu wa kuweza kuimaliza mechi, lakini hatimaye wamekuja kupata bao na hilo bao limeweza kuenda kuwapa ubingwa wao wa pili wa michuano ya kombe la dunia. Unajua Hispania tokea walivyoanza michuano hii ya kandanda ulimwenguni ni moja kati ya timu ambayo imekuwa ikicheza vizuri sana. Kipekee ambacho kilikuwa kinawakwamisha ni kupata hizi medali, lakini baada ya 2010 na ile michuano ya Euro unaona angalau wanakuja wanafanikiwa katika michuano mikubwa kama hii. Fainali zikiwa zinamalizika, tunaweza kuizungumza vipi michuano hii? Ni michuano ambayo kwanza imekuwa na vitu vingi sana nje ya uwanja. Yaani tokea michuano inaanza baadhi ya mataifa na mashabiki wao kuzuiliwa kuingia nchini Marekani, lakini pia mambo mbalimbali ya kisiasa. Utakumbuka mikasa ile ya Irani na Marekani, namna ambavyo Irani walikuwa wanatishia kugomea kushiriki michuano ya kombe la dunia, lakini pia utarudi namna ambavyo wachezaji walikuwa wanafanywa ukaguzi wa kutosha wakiwa airport wakati wanataka kuingia nchini Marekani. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo nje ya uwanja vilikuwa vinajaribu kutaka kuipoteza radha ya hii michuano ya kombe la dunia, lakini bado FIFA wamesimama imara na kuhakikisha kwamba michuano inachezwa na inatamatika salama, na hivi sasa kila mtu anapanga mipango ya kujiandaa na michuano ya kombe la dunia 2030. Lakini pia tumeshuhudia ongezeko la timu kutoka barani Afrika, timu 10, timu 48 kwenye michuano ya kombe la dunia, mechi 104. Kwa hiyo ni kitu ambacho huko nyuma hakikuwepo, lakini safari hii kimeonekana kwenye michuano ya kombe la dunia. Pengine tukashuhudia mambo makubwa zaidi kama ambavyo Yahya Njenge alikuwa anazungumza hapa. Tusishangae kombe la dunia 2030 tukaona mambo mageni zaidi ambayo tujawahi kuyaona, kwa sababu kadri siku inavyozidi kwenda maendeleo ya mpira yanazidi kukua, vitu vinabadilika. Kwa hiyo hata FIFA nao wanaongeza hayo mabadiliko kwenye mpira wa miguu. Tumeshuhudia sheria mpya zikiongezwa hapa, mchezaji mpira wa kurusha utakiwa kukaa nao kwa sekunde 8. Refa tumeshuhudia wana kamera za mwilini ambazo wanavaa kuona matukio. Tumeshuhudia dakika za mapumziko za wachezaji kwenda kunywa maji kwenye kila kipindi mara moja. Tumeshuhudia mchezaji akiumia akitoka anatakiwa atoke nje kwa dakika moja ya kupisha mchezo uendelee. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo vimekuja kwenye sura tofauti, lakini bado vimeendelea kunogesha na kuleta ule utofauti kwa michuano ya kombe la dunia hii na michuano ya kombe la dunia iliyopita. Lakini pia ndio michuano ya kombe la dunia ya kwanza kuandaliwa na mataifa matatu, kitu ambacho hakikuwahi kutokea huko nyuma. Kwa hiyo ni michuano ya kombe la dunia ambayo imekuja kitofauti na imetuonesha vitu vingi ambavyo hatukuwahi kuviona huko nyuma. Kwako Musa, wewe unaweza kuisemea vipi michuano hii? Ni michuano ambayo kwanza ilianza kwa mshtuko kwa sababu ya kitendo cha mwamuzi kutoka Somalia kuzuiwa kwenda kushiriki kwenye michuano hii, lakini pia
kwa namna ambavyo baadhi ya wachezaji kuweza, kwa mfano viongozi wa timu ya taifa ya Irani kuzuiwa kwenda kushiriki kwenye michuano hii ya kombe la dunia, na timu ya Irani kutoruhusiwa kukaa kwa muda mrefu katika taifa la Marekani, ni moja kati ya vitu ambavyo kwangu mimi kwenye michuano ya kombe la dunia naona ilikuwa ni kama doa fulani ambalo lilikuwa limeingia kwenye michuano hii. Lakini kwa ujumla, baada ya hapo tukawa tunaona ushindani mkubwa sana kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Nchi zote zilizoandaa kwa maana ya Canada, Mexico waliandaa vizuri, ushabiki ulikuwa ni mkubwa, ingawa mfano nchi kama Canada soka sio kitu ambacho wao wanakipenda sana, lakini kwa namna moja au nyingine waliweza kujitokeza kwa wingi kwenye viwanja. Kwa hiyo ilikuwa ni michuano fulani ambayo ni mizuri. Na msikilizaji, ni wachambuzi wa soka hawa Musa Mwakisu na Mudrik Bukwa kama wanavyokamilisha gumzo lililoandaliwa na Omar Mkambara. Nawe msikilizaji, Mwalimu Kennedy Mpemba Kennedy, umeguswa na taarifa hii ya gumzo. Unasema Lionel Messi wa Argentina, pole sana, nampa pole kwa kupokonywa kombe na Lamine Yamal wa Hispania. Msikilizaji, jeshi la Nigeria limetibua jaribio la utekaji wa wanafunzi katika shule ya wasichana iliyopo katika jimbo la Borno, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Tukio hilo linadhihirisha kuwa tishio la makundi yenye itikadi kali bado linaendelea licha juhudi za serikali kuimarisha usalama. Martha Saranga na maelezo zaidi. Jeshi limesema limefanikiwa kuzuia jaribio la utekaji wa wanafunzi katika shule ya serikali ya wasichana iliyoko Monguno, jimbo la Borno, kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kwa mujibu wa jeshi, wapiganaji wa kundi la Islamic State West Africa Province ISWAP walivamia shule hiyo alfajiri ya Jumapili. Shule hiyo kwa sasa inatumika kama makazi ya muda kwa wanafunzi wa chuo cha ufundi. Vikosi vya pamoja vya jeshi na polisi viliwasili kwa haraka na kufanikiwa kuwaokoa wanafunzi wote 46 waliokuwepo, ambao baadaye walipelekwa katika kambi ya jeshi kwa uchunguzi wa kiafya. Hakuna mwanafunzi aliyetekwa, ingawa baadhi ya watu walipoteza maisha kutokana na makabiliano ya risasi kati ya vikosi vya usalama na washambuliaji. Baadhi ya maeneo ya shule pia yaliharibiwa kabla ya washambuliaji kutokomea. Mashambulizi dhidi ya shule yamekuwa yakijirudia mara kwa mara kaskazini mwa Nigeria, huku utekaji wa wanafunzi ukiwa sehemu ya changamoto kubwa ya kiusalama nchini humo. Tukio hili linakuja wakati ambapo zaidi ya watoto 40 waliotekwa katika kijiji cha Musa, jimbo la Borno, bado hawajapatikana, jambo linaloonyesha kuwa makundi yenye silaha yanaendelea kuwa tishio kubwa kwa raia. Na ni taarifa yake Martha Saranga. Msikilizaji, kama nilivyokuambia, matangazo haya pia yanapatikana katika mtandao wa Facebook BBC Swahili, ambako huko Frank Shayo ametuma ujumbe kutoka Arusha. Sakina anasema hongera Hispania. Nawe Barnaba Daus Kulaya pia wa Moshi, Tanzania, unasema hongera sana Hispania na unatoa pole kwa Argentina. Lawrence Erasto Joel unasema unatupata vizuri ukiwa Tanga, Tanzania.